Hakuna mtu anafanikiwa kwa kutumia akili na njia za ulimwengu huu. Yeyote aliyefanikiwa kwenye hii dunia alikubali kuwa mwaminifu kwenye madhabahu yake. Kwa hiyo ndio siri ya mafanikio ambayo unatakiwa kuifahamu na uishi. Kwa ikiwa biashara yako haendi vizuri, ikiwa kazi yako, ikiwa mambo yako haendi vizuri, tazama, je, una madhabahu? Madhabahu yako ni nani? Na je, wewe ni mwaminifu kwenye hiyo madhabahu kwa kiwango gani? Kiwango chako cha uaminifu kwenye hiyo madhabahu ndicho kinachoamua ufanikiwe kwa kiwango gani. Kwa hiyo mtu asikudanganye kwamba niliwekeza kidogo kidogo. Hapana. Ulimwengu hauendeshi kwa akili, hauendeshi kwa vitu vinavyoonekana. Ulimwengu unaendeshwa kwa vitu vya kiroho. Ndio maana Mungu anamwambia Israeli kwamba nitakupa nguvu za kupata utajiri. Kwa ukiona mtu ana bidii, hachoki, hakati tamaa, ujue nyuma kuna nguvu inayompa kustahimili. Kwa hiyo anza leo kuwa mwaminifu kwenye madhabahu ambayo Mungu atakuelekeza kwayo. Awe ni mtumishi wa Mungu, hakikisha unakuwa mwaminifu kwake na uambatane naye, lazima utafanikiwa. Ila utakaposhindwa kuwa mwaminifu kwenye madhabahu, hauwezi kufanikiwa. Hapa nazungumza kwa wewe ambaye umekuwa unapambana sana kustawi kwenye biashara, kwenye kazi na kwenye mambo yako ya kawaida. Ili ufanikiwe, lazima uambatane sana na madhabahu. Madhabahu anaweza kawa mke wako, anaweza kawa mume wako, ambaye yeye kazi yake ni kukuombea, ni kulia mbele za Mungu. Huyo ukija kumkosea, hautafanikiwa. Watu wengi, wanaume wengi walianza vizuri na wake zao. Wake zao wakawa wanawapeleka kwa Mungu sana. Wake zao wakawa waaminifu kwa Mungu sana, wanawaombea sana. Mungu akawafanikisha. Walipofanikiwa, wakahisi walikosea kuchagua. Na hapo sasa ndipo anguko lao lilipoingia. Unapodharau madhabahu, huwezi kufanikiwa. Unapomdharau mke wako, hata kama amezeeka, hata kama kuna namna hayuko mzuri kama wale ambao umewaona baada ya kufanikiwa, hauwezi kufanikiwa. Kwa sababu mafanikio yako wewe ni ile madhabahu, ni yule ambaye ulikuwa unaambatana naye. Unapomdharau, umedharau mafanikio yako. Na wengi walipoachana na wake zao, hawakufanikiwa tena. Waliishi kwenye magonjwa, walikufa mapema. Kwa hiyo epuka kudharau madhabahu yako. Kama ni mke wako ambaye ni mcha Mungu sana, ambatana naye. Endelea kumheshimu, msikilize, kubali kunyenyekea kwake. Kama ni mchungaji wako ambaye alikuwa chanzo cha mafanikio yako, hakikisha unaendelea kumtii na kumheshimu. Ukininukia, utamtafuta, na wakati utakapomtafuta, neema itabadilika, hautafanikiwa. Kwa hiyo heshimu madhabahu yako, ndipo utakapofanikiwa sana. Naitwa Mwalimu Pius Rubinda, na Mungu akubariki.